ataziteka nyara ngome zenye nguvu kwa msaada wa Mungu mgeni, na yeye atakayemkubali atamwongeza kwa utukufu. Bila shaka atamwongeza kwa utukufu, naye atakayemkubali, atakayeyafanya anayoyataka aliye juu yake, mfalme wake. DC anayoyafanya hayo ndiyo anayoyataka yule mfalme wake aliyemteua. Bila shaka anatafuta utukufu. Kumbuka, utukufu hapa unaozungumziwa ni utukufu kutafuta heshima, utukufu kupata kibali. Sasa kibali haina maana ni chema, kinaweza kikawa kupata kibali kwa mwovu, kwa shetani, kwa mbaya. Ndicho ambacho anakitafuta hapa DC, hicho kibali kwa muuaji, hicho kibali atoshe, na ikiwezekana apandishwe cheo. Lakini yote haya yaliandikwa kwa pamoja, kazi inaenda vizuri. Hata hiyo inasema tarehe 7 mstari wa 8 sisi kwa ajili tunapiga kitu kwa soko. Hatucheki na mtu yeyote. Tunataka maendeleo. Sio sisi watu kuandamana na malupa kuela kabisa. Kuna mtu mmoja niliona kaandika mahali kwamba huyo DC anatetea mgongo wake, anatetea pingili zake. Sasa wakati mwingine unawaza, unajiuliza, kama mtu pamoja na mgongo wake bado anakuwa na jeuri ya kiwango kama hicho, hapana. Anasema vikao tulivyokaa, kwenye kikao tulichokaa, mambo yote tumeweka sawa, tumeweka vizuri, na ndio maana nasema tutapiga pigo la Kosovo. Sasa Kosovo ni nini? Kosovo linaweza likawa ni jina ambalo halieleweki ni nini, halina maana ya moja kwa moja ni nini, lakini yeye anaweza akawa anajua, pamoja na wale marafiki zake, pamoja na kikundi chao, pamoja na waliokaa kikao kwa pamoja, wakawa wanajua, wakawa wanalitumia hilo neno kwa sababu ya kutimiza makusudi fulani mabaya, maovu, ya adhabu, ya maumivu kwa watu wao. Wanajua hiyo Kosovo. Yawezekana na ile ya tarehe 29 Oktoba ndio ilikuwa Kosovo. Kwa hiyo hata hii wao wanaijua Kosovo. Sasa nachoweza kusema ni kwamba usifanye baya kwa sababu una cheo. Ni vema ungefanya zuri, jema kwa sababu una cheo. Ila kwa sababu hata hivyo vyeo vyenyewe ulipata kwa sababu ya maumivu. Kuna watu familia zao haziwaoni ndugu zao, haziwaoni yani kuna familia haziwaoni ndugu zao, jamaa zao, watoto wao, wazazi wao, kwa sababu aliyekuteua amefika pale akawa na nguvu ya kukuteua wewe, kwa sababu alimwaga damu, aliua, hivyo akawa na cheo alichonacho, na ndio maana akakuteua wewe. Ni kweli. Haleluya. Mtu wa Mungu, naomba umsikilize DC, yaani mkuu wa wilaya. Naomba umsikilize DC, huyo hapa anachokiongea. Theni baada ya sekunde chache nitakujia. Kwa ukubwa na umuhimu, nipongeze kamati ya ulinzi na usalama, Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kazi kubwa sana naifanya kamati ya usalama. Mimi naomba niseme kati ya wilaya zako zote, mimi ndo na kamati bora ya usalama kuliko wengine, Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Hilo kwa sababu gani? Na mwenyewe unaona kazi inayopiga mkuu wa mkoa. Hawalali, tuko pamoja. Kazi inaenda vizuri. Hata hii inayosema tarehe 7 mstari wa 8 mkuu wa mkoa. Sisi kwa akija tunapiga kitu kinaitwa Kosovo. Hatucheki na mtu yeyote. Tunataka maendeleo. Sisi watu kuandamana na malupa kuela kabisa. Usijia ameshajipanga na yote kwa kikao pale na DSO na vikosi, mimi niko vizuri. Yaani sisi tutafanya kazi nzuri na hakuna hata mtu kuandamana tarehe 7. Kwa hiyo wewe huku kwangu angalia kule pengine ukihitaji msaada pengine napeleka backup. Tuko vizuri. Yeah. Bila shaka umemsikiliza kama ulivyomsikiliza. Ni kwamba yeye anasema hakuna lolote litakalotendeka, litakalofanyika. Wamejipanga, wako sawa, wako vizuri. Hawa ndio viongozi wanaotuongoza, wana maneno kama haya, wana Kosovo kama hizo. Anasema hakuna mbu watakao andamana
bila shaka watakaoandamana, waliopanga kuandamana ni watu, lakini yeye anawaita mbu. Ni kejeli, ni dharau za kiwango gani? Kuna mtu mmoja niliona kaandika mahali kwamba huyo DC anatetea mgongo wake, anatetea pingili zake. Sasa wakati mwingine unawaza, unajiuliza, kama mtu pamoja na mgongo wake bado anakuwa na jeuri ya kiwango kama hicho, hapana. Anasema vikao tulivyokaa, kwenye kikao tulichokaa, mambo yote tumeweka sawa, tumeweka vizuri, na ndio maana nasema tutapiga pigo la Kosovo. Sasa Kosovo ni nini? Kosovo linaweza likawa ni jina ambalo halieleweki ni nini, halina maana ya moja kwa moja ni nini, lakini yeye anaweza kawa najua, pamoja na wale marafiki zake, pamoja na kikundi chao, pamoja na waliokaa kikao kwa pamoja, wakawa najua, wakawa wanalitumia hilo neno kwa sababu ya kutimiza makusudi fulani mabaya, maovu, ya adhabu, ya maumivu kwa watu. Wao wanajua hiyo Kosovo. Yawezekana na ile ya tarehe 29 Oktoba ndo ilikuwa Kosovo. Kwa hiyo hata hii wao wanaijua Kosovo. Sasa nachoweza kusema ni kwamba usifanye baya kwa sababu una cheo. Ni vema ungefanya zuri, jema, kwa sababu una cheo, ila kwa sababu hata hivyo vyeo vyenyewe ulipata kwa sababu ya maumivu. Kuna watu familia zao haziwaoni ndugu zao, haziwaoni yaani kuna watu kuna familia haziwaoni ndugu zao, jamaa zao, watoto wao, wazazi wao, kwa sababu aliyekuteua amefika pale akawa na nguvu ya kukuteua wewe, kwa sababu alimwaga damu, aliua, hivyo akawa na cheo alichonacho, na ndio maana akakuteua wewe. Ni kweli una nguvu ya UDC, lakini kumbuka UDC ni kama koti. Leo umevaa, kesho amevaa mwingine. Leo umevaa, kesho amevaa mwingine. Lakini pia nachoweza kusema ya kwamba askari au polisi mtakaoipiga hiyo Kosovo kwa amri ya DC, ni vyema mngejua adhabu ya Mungu haitaangalia mlipewa amri na DC. Adhabu ya Mungu yenyewe itawalamba vile vile, bila kuangalia mlipewa amri na DC. Na kwa kiwango kikubwa, maeneo yote ama mengi, mahali ambapo uharibifu, uovu, mauaji yalifanyika, aliyeua moja kwa moja sio yule yani aliyeua moja kwa moja sio yule ambaye ni mtawala, sio yule ambaye ni DC, sio yule ambaye ni rais, bali ni wale waliotumwa. Ndo hao maaskari, majeshi. Haya, naomba nikusomee katika Danieli 3 na ile 20. Danieli 3:20, maandiko yanasomeka hivi: kisha akaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraki, Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iwakayo moto. Hapa ni Nebukadreza mfalme aliwaamuru jeshi kwamba wawashike Meshaki
Abednego na Shedaki, kwa sababu wamekataa kuisujudia ile sanamu aliyoichonga, aliyoitengeneza. Kumbuka hapa anasema ya kwamba aliamuru jeshi kwamba jeshi liwakamate, liwashike mashujaa. Anasema watu mashujaa ili wawashike wale kina Meshaki na Abednego. Bila shaka ni maskari hao, ni Abednego, lakini angalia hao maskari kilikuja kuwapata nini? 22 huko anasema, basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa inawaka moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadraki na Meshaki na Abednego. Waliowashika, mwako wa ule moto uliwaua wale waliowashika Meshaki, Shadraki na Abednego. Waliowashika Meshaki, Shadraki na Abednego ni akina nani? Ni askari hawa, ni polisi hawa, ni watu mashujaa, watu wenye nguvu. Ndivyo ambavyo itakuja kutokea watakaopiga Kosovo, walioua kwa sababu walipewa amri. Adhabu haitaangalia ya kwamba hatukuwa sisi kwa sababu tulipewa amri, hatukuwa sisi kwa sababu tuliambiwa, tuliagizwa. Hapana. Lakini DC anafanya hivi kwa sababu ya nini? DC, sikia Danieli 11:39. Anafanya yote hayo kwa sababu ya kutafuta cheo, kwa sababu ya kutafuta utukufu wa kujipendekeza kwa mtawala au kwa mfalme. Sasa nakusomea Danieli 11:39. Anasema, naye ataziteka nyara ngome zenye nguvu kwa msaada wa Mungu mgeni, na yeye atakaye mkubali atamwongeza kwa utukufu. Bila shaka atamwongeza kwa utukufu, naye atakaye mkubali, atakayeyafanya anayoyataka aliye juu yake, mfalme wake. DC anayoyafanya hayo ndiyo anayoyataka yule mfalme wake aliyemteua. Bila shaka anatafuta utukufu. Kumbuka, utukufu hapa unaozungumziwa ni utukufu kutafuta heshima, utukufu kupata kibali. Sasa kibali haina maana ni chema, kinaweza kikawa kupata kibali kwa mwovu, kwa shetani, kwa mbaya. Ndicho ambacho anakitafuta hapa DC, hicho kibali kwa muuaji, hicho kibali atoshe, na ikiwezekana pandishwe cheo. Lakini yote haya yaliandikwa.